Lingi ambalo tunalitegemea ni kuendelea kuongeza au kupaza sauti kuhusu swala zima la ushiriki wa wanawake katika masuala mazima ya uchaguzi. Tunapoangalia swala zima la uongozi, ni swala ambalo linawagusa sana wanawake, kwa sababu wanawake ndio wenye changamoto nyingi kipindi cha uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi, wao ndio watumiaji wa huduma au wahitaji wakuu katika masuala mazima kama yalivyoelezwa hapa kwenye swala zima la kwenye tamko letu, kwamba masuala ya hata kuenda kulea watoto. Lakini kwenye swala zima la elimu, wao ndio wanaokuwa karibu zaidi na watoto, ambao wao watahitaji misingi, sera bora ambazo zitasimamia swala zima la elimu. Lakini wao ndio wanaohitaji uongozi bora, kwa sababu kama kutakuwa hakuna amani, wanawake ndio watu ambao watakuwa wameanguka kwenye swala zima la maumivu au changamoto kubwa, kwa sababu wao hawana uwezo wa kuweza kutoka bila familia ambayo wanaimiliki. Kwa hiyo tunatamani sana kuona kwamba ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi ni swala muhimu sana, na ni swala ambalo linaweza kusaidia jamii, kwa sababu linaenda kujikita kutatua madhara moja kwa moja ambayo yanawakuta wanawake pamoja na jamii kwa ujumla. Tuendelee kuwajengea wanawake imani kama tunavyowajengea kwenye majukumu mengine ya nyumbani na ya kifamilia. Tuwawezeshe kama tunavyowezesha kwenye sehemu nyingine. Sisi tu kwenye swala la uongozi ndio tunawarudisha nyuma. Kama tumeamini wanawake kuwa mama zetu na kuhudumia familia na majukumu mengine ambayo yanatuhusu wanawake, basi tujue kwamba kwa namna hiyo hiyo wanaweza pia kushikilia nyadhifa mbalimbali za serikalini, kuanzia ngazi ndogo mpaka ngazi kubwa. Kwa umoja wetu na kuendelea kuhamasisha jamii kwa ujumla, kuendelea kuweka imani kwa wanawake. Tusivutane nyuma, tuwasogeze mbele. Na kwa upande wa wanawake tuna hiyo dhama kwamba ya kuona kwamba sisi wenyewe kwa wenyewe hatuwezi. Kwa katika mambo kama haya tunasisitiza zaidi mshikamano wa wanawake, watoto na jamii kwa ujumla. Tunaendelea kusisitiza kwa jamii kutumia haki yao ya kikatiba na kisheria kushiriki katika uchaguzi, na takwimu zinaonyesha kwamba wanawake wameonyesha mwamko mkubwa na ushiriki katika kugombea nafasi za uongozi. Hili ni jambo jema na linaendelea kuonyesha kwamba hali ya usawa wa kijinsia katika taifa letu inaendelea kuimarika. Tunaendelea kusisitiza umma kuwa na imani na kuwapa nafasi wanawake katika nafasi za uongozi, tukiamini kwamba kupitia uwezo wao kuwa katika nafasi za uongozi kutachochea wao kuweza kufanya mabadiliko katika jamii yetu, katika kuleta mapinduzi katika vitu mbalimbali ambavyo vinamkandamiza mwanamke na mtoto, ikiwemo mabadiliko ya sheria ya mtoto na sheria ya ndoa inayoendelea kumkandamiza mtoto wa kike kuolewa katika umri mdogo. Mabadiliko haya yote hayawezi kuwezekana kama hakutawekwa viongozi na wanawake katika nafasi za uongozi ambao watabeba maono ya wanawake na watoto. Asante.